Leo kuna mchezo kati ya Yanga dhidi ya Namungo, mchezaji ambaye si rahisi kuonwa na watu wengi, lakini hili ni jicho la Passmaster. Jicho la Passmaster leo limemuona nani katika mchezo wa Yanga dhidi ya Namungo Football Club? Yes, Geoffrey Julius Luzendazi ni kati ya viungo ambao binafsi kwa leo nimejaribu kuliweka jicho langu kwa umakini zaidi ya kile ambacho amekideliver, pamoja na Namungo kupoteza mchezo, lakini ukiangalia tunasema individual performance analysis kwa kile ambacho amekideliver leo kwenye eneo la kiungo cha chini kwenye majukumu ya ukabaji, alikuwa very superb. Na katika maeneo hayo nimejaribu kuangalia namna ambavyo alikuwa na uwezo wa yeye mwenyewe binafsi kujitofautisha na wachezaji wengine kwenye eneo ama kwenye nafasi ambayo anacheza. Sasa kwenye maeneo kwenye kiungo cha ukabaji kuna mazingira mengi ambayo viungo wa ukabaji huwa wanaweza kudeliver ama huwa wanaweza kuperform kwa namna tofauti. Sasa ukiangalia leo Geoffrey Julius namna ambavyo aliweza kudeliver, kwanza kwenye kuweza kucreate numerical advantage na kuweza kutengeneza tunaita tactical balance ya Namungo. Hii ni sehemu pekee ambayo ulikuwa unamuona Geoffrey anaweza kushuka katikati ya mabeki wawili wa Namungo ama kusogea pembeni ya mabeki wawili wa Namungo na kutengeneza uwiano sahihi ya idadi ya wachezaji wa Namungo ili kuweza kuendelea kuumiliki mpira, tunaita in possession. Kwa hiyo kwenye eneo la timu ikiwa na mpira, yeye anashuka kwenda kuungana na wachezaji wenzake kwenye eneo la backline kutengeneza mazingira ya kuprogress mpira kwenye eneo la kiungo cha katikati au kwenye eneo la pembeni kwenye tunasema kwenye backlines za pembeni ama kwenye eneo la wings za pembeni. Kwa hiyo leo alikuwa anafanya kitu bora zaidi namna ambavyo alikuwa anaweza kutengeneza numerical advantage na kuweza kutengeneza tactical balance kwa eneo la backline la Namungo. Lakini wakati hana mpira ulikuwa unaona namna ambavyo alikuwa anaweza kutengeneza mazingira ya safu yake ya ulinzi kuwa bora zaidi, kwa sababu wakati yeye hana mpira wachezaji wenzake, kwa mfano fullback za pembeni, mara nyingi huwa tunashuhudia asilimia kubwa viungo wa katikati huwa wanasogea mbele zaidi ya mstari, lakini yeye alichokuwa anakifanya, anaona kabisa tunaweza tukafanyiwa turnover ama tunaweza tukafanyiwa kitu kinaitwa transition phase, wakati mnashambulia then mkarudishiwa mashambulizi kwa haraka. Yeye hicho kitu alikuwa yuko nacho kwa kiwango kikubwa na umakini kwenye eneo la position kwenye nafasi ya kama central defensive midfielder. Lakini kwenye maeneo mengine ambayo nimeona alikuwa bora zaidi kwenye create spaces na kuweza kutengeneza solution kwa wachezaji wenzake. Midfield mzuri ni ule midfield ambaye akiwa na mpira anatoa pasi kwa haraka na kuweza kufungua na kuweza kupokea na kutoa pasi kwa wengine, lakini ni ule kiungo ambaye anaweza akatoa suluhisho sahihi la pale ambapo wachezaji wenzake wana mpira wamebanwa kwenye nafasi ambazo ni finyu. Yeye anafungua then anaacha anapokea mpira na kutengeneza mazingira ya timu kuendelea kuwa na position nzuri ya kumiliki mpira sofa. Lakini kwenye eneo la ku maintain kiulinzi, sasa namna ambavyo alikuwa anakaba, sio yule kiungo ambaye alikuwa anafika zaidi kwenye miguu ya wachezaji wa Young Africans. Ni kiungo ambaye alikuwa anakaba kitu kinaitwa zone marking, hagusani na wachezaji wa Young Africans, ila alikuwa anakaba kwenye maeneo sahihi ambapo mipira inapita, kiwango ambacho alikuwa na wini mipira mingi sana kutoka kwenye maeneo ya half spaces, ambao mara nyingi Young Africans wakiwa wanatumia mipira hiyo kupitisha mipira ili kuweza kutengeneza momenti za hatari kwenye lango la Namungo sofa. Kwa hiyo deliverance yake, na kitu kingine ambacho kimenivutia zaidi, comfortability ya yeye mwenyewe akiwa na mpira, ama tunaita composure ya
mchezaji binafsi akiwa na mpira. Ukiangalia kwa haraka pasi ambazo amezipoteza, mimi mwenyewe binafsi nimehesabu, ni pasi moja ambayo ilikuwa imewin aliwini Bakari Nondo Mwamnyeto. Tena hiyo pasi ilikuwa ni pasi ilipigwa nyuma ya mabeki kwenye behind the lines, ila japokuwa Bakari Nondo Mwamnyeto alikuwa imara zaidi, akafanikiwa kupata ule mpira na kuua lile shambulizi, na pasi ilikuwa ni bora, lakini ni ubora wa Mwamnyeto ndiye ambaye ameua ile movement ya ile pasi. So far jicho la pass master leo katika eneo la kiungo cha ukabaji, Geoffrey Luzendazi, Julius what wonders, what a midfield, amefanya vitu bora zaidi. Sema tu katika mazingira kama hayo, timu ikishindwa ama timu ikipoteza mchezo, watu wengi huwa hawawezi kuangalia namna ya uwajibikaji wa mchezaji mmoja mmoja kwenye maeneo yao binafsi juu ya kile ambacho ameagizwa au kwenye nafasi ambayo anacheza.